Hadithi ya pili, kulikuwa na watoto tena wasichana 4 wakenda porini, wakakuta mto wa maji, wakaanza kuogelea, wakawa wanapiga makelele. Walipokuwa wanaogelea ule mto, mmoja akazamia kwenda chini, kumbe akawa amemkorofisha. Kulikuwa joka moja kubwa sana. Hawakujua kama ulikuwepo joka moja kubwa sana. Ghafla ile joka likatokea, likamkamata mmoja, likammeza. Kama kitu kinatembea ndani ya maji. Ushaanza hayo mawenge haya, yaani si upoje ndio tukatishe moto kwenye maji kweli jamani. Unashikiaogelee Hapana, nimesema hamna kufumbua macho. Hakuna kufumbua macho. Atakayefumbua macho nitakalomkuta atajuta. Hamna kufumbua macho. Mtu akifumbua macho hamna. Nimesema hamna kufumbua macho, na mmesema masharti mmeyakubali. Nataka turudi nyumbani. Hamna kufumbua macho. Hadithi amina. Atakayefungua macho atakipata hicho kitakachotokea juu yake. Wewe umefungua macho, umekiuka masharti, sasa nakupoteza. Babu, nani kaondoka babu? Mimi sijui, lakini yule mdogo wenu mdogo amekiuka masharti, amefumbua macho. Ameshatoweka. Ameshatoweka. Nisema msifumbue macho. Nasema msifumbue macho. Nitaleta hadithi nyingine.